Sasa umeona kwa sababu tulitengeneza hiki kitambaa cha mbele kidogo, umeona ilivyojikunja huku inatengeneza mlalo hivi, umeona inatengeneza mlalo huku, hata huku pia inatengeneza mlalo kwa kupata ile shape ya pale mgongoni, umeona. Lakini pia umeona tulivyounga hii shoulder period hii, kwa hiyo ikija inajikunja hivi 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 hivi. Umeona kwamba hapa haivuti, umeona hapa haivuti, umeona hapa huku pia inakaa vizuri. Kwa hiyo kinachofaa, umeona huku pia. Lakini pia kuna makosa niliwaambia kwamba huu mshono hautaki kuonekana huku unapokuwa umetengeneza kola yako. Kwa hiyo unapokuja kuinyosha huu mshono unatakiwa ukae ndani ili jifiche kwa hivi, lakini pia inapojificha kwa hivi isivute huku ikatengeneza malinda hapa, umeona, isijivute huku ikatengeneza malinda hapa. Hayo ndio makosa unatakiwa kuyazingatia sana unapokuwa unashona hii shola yako. Umeona huu mshono unatakiwa ukaa ndani, lakini unapokaa ndani kumbuka isitengeneze mikunjo yote hapa, kwa sababu round collar zingine unakuta hapa imetengeneza mkunjo kama hivi, yani imejiviringita, yani utafikiri mtu anashona sketi ya malinda hapa, wakati hapa panatakiwa kukaa smooth na neat kabisa. Kwa hiyo ukishamaliza hapo sasa, ngoja tumalizie afu twende tukaiweke kwenye mdoli uone kola yetu inavyokaa. Kwa hiyo ukishamaliza sasa unaunganisha zile siliki za ndani. Kumbuka wakati tunashona hizi siliki tuliziweka nje, kwa hiyo unaunganisha zile siliki za ndani. Hii inaenda na huyu hapa, unaona. Lakini pia hata siliki unaona hii ni kubwa, hii ni ndogo, hata siliki pia zinakuwa vile vile kama ambavyo tulikuwa. Kwa hiyo hii ndogo lazima ilazimishe ilingane na hii kubwa unapokuwa unashona hapa, sio kwamba umalize ukate, lazimisha hii kubwa ilingane na ndogo, umeona. Kwa hiyo hapa kama cherehani yako inavuta ndio ambapo unatakiwa kuishukuru, lakini pia usitumie cherehani ambayo inavuta kwenye koti, kwa sababu kama sio mtaalamu utashangaa umetengeneza koti ambayo ina finish mbaya sana, which is hicho kitu hatukishauri. Umeona, shamaliza upande wa mwingine, tunakuja upande huu pia ambao tunaunganisha kama hivyo. Shamaliza hapo sasa kuunganisha huku, umeona. Shamaliza hapo sasa, unachofanya unakamilisha hapa. Kwa hiyo unashika kwa ndani huku unakamilisha tu kwa hivi, najitahidi pametosha. Umeona, shaunga namna hiyo. Shaunga hapo sasa, unachotakiwa kufanya, watu wengine wanachukua uzi unapiga hapa, umeona, mpaka huku, lakini hapa unachukua huku ndani huku, umeona. Mshono huu na huu inalingana hapa, mshono huu na huu, umeona, huu na huu na huku pia hivyo hivyo mshono huu, umeona, na unashona yani kutoka kwenye bega hadi hapa. Unaunganisha hapa, umeona. Mishono hii ya katikati unahakikisha imekutana na hapa kwenye siliki, yani siliki na kitambaa cha nje inakutana kwenye mshono hapa katikati. Najitahidi kabisa umekutanisha vizuri kabisa, nakutanisha vizuri kabisa. Ushaona, ukishamaliza kuunganisha hivi na kisha siliki yako haijavuta, hata kama imevuta unakata kidogo kwa juu sana huku ili pawe huru kushuka hivi. Ukishamaliza hapo sasa unageuza. Ukishageuza sasa
Ukishageuza unaona kitu kama hiki. Unaona hiki kitu kama hiki, kitu kama hiki. Umeona hiki, umeona huko pamekaa vizuri. Kwa hiyo sasa unachotakiwa kufanya ni kwenda kunyoosha nguo yako sasa, ili sasa uione ilivyokaa vizuri. Sasa finally nguo yetu hii hapa ambayo nilikuonyesha pale kwenye picha. Umeona ile double breasted ni hivi, utakuja batani zetu zinakaa hapa, hii kola ndio hii hapa. Unaona hapa pamekunjika vizuri kabisa, hapana shida, lakini pia round collar imekaa hivi. Umeona kitu ambacho nilikuwa nawaambia safi kabisa. Hapa kwenye chest pamekaa vizuri, lakini pia huku nyuma umeona pamekaa vizuri, huku nyuma pamekaa vizuri. Ule mshono ule kule huku umeona, ambao niliwaambia unataka kujificha, lakini hapa pamekaa vizuri, lakini hakuna malinda. Umeona hakuna malinda yoyote, yani hamna malinda yoyote ambayo yanaonekana huko, hamna malinda yoyote. Huku mbele pako vizuri. Malinda ambayo nilikuwa nakwambia hapa lazima yatokee, hayapo. Umeona huku pia hamna, na upande huu pia malinda haya hapa hamna. Kwa hiyo hii ndo double breasted ambayo umeona the finishing ya ndani pia ambayo nilikuwa nakwambia umezingatia, na hii ndo blind ambayo tuliweka. Hii hapa ndo koti yetu. Sasa kilichobaki ni kuweka mkono na kumkabidhi mteja. Hebu imagine umemshonea mteja wako koti kama hii, atazingua wapi? Ataruka wapi? Kisha iona tu mara ya kwanza kabisa anaona finishing kali, kisha iona tu mara ya kwanza anaona finishing kali, anaona koti kali. Kwa hiyo inabaki tu swala la size, inamtosha au haimtoshi. Lakini kwenye swala la finishing jitahidi sana uwe unafanya kwa uwezo wako, ili kusudi hata mteja akiona kwa mara ya kwanza asianze kuweka doubt before hajavaa. Hapa ni Suti and Tailoring College, ulikuwa nami mwalimu wako Imani Kazo. Kama ndo kwanza unafuatilia video zetu, subscribe sasa hivi upate uendelee kujifunza vingi na vingi. Next time nitakuletea jinsi ya kukata notch lapel. Kwa habari ya show lapel nafikiri tumefikia mwisho. Usiache kutufollow, usiache kulike, endelea kuwa na sisi. Imani Kazo, bye bye.